Hello dear friends, welcome again to my channel is me Teacher D. Ni mwendelezo wa matangazo ya kuitwa kazini. Najua ndani ya mwaka jana mpaka mwaka huu mwishoni, mpaka mwaka huu mwanzoni kumekuwa na saili mbalimbali. Na matangazo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kutolewa na serikali ni ya sasa ajira za walimu pamoja na taasisi mbalimbali. Lakini tangazo ambalo limetoka juzi tarehe 15 mwezi wa 3, hili nalo linahusu walimu pamoja na taasisi nyingine mbalimbali. Lakini sasa walimu. Sasa nataka nikusomee kwanza na ili uone kama na wewe ni miongoni mwao. Ambapo anasema tangazo la kuitwa kazini, anasema katibu wa Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma anapenda kuwataarifu waombaji wa kazi na nafasi mbalimbali waliofanya usaili kati ya tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2024 na tarehe 24 mwezi wa 2 mwaka 2025 kuwa matokeo ya waombaji kazi waliofaulu usaili huo ni kama yalivyoorodheshwa katika tangazo hili. Lakini pia nasisitiza kwamba orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasailiwa waliokuwa kwenye kanzidata au database kwa kada mbalimbali ambazo wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Anasisitiza kwamba waombaji waliofaulu usaili wanatakiwa kuchukua barua za kupangiwa kituo cha kazi katika ofisi ya Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma zilizopo katika Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM kwenye majengo ya Dr. Asha Rose Migiro masijara ya wazi ndani ya siku 7 kutoka tarehe ya tangazo hili, na baada ya hapo barua ambazo hazikuchukuliwa na wahusika zitatumwa kupitia anwani zao za posta. Anaendelea kusisitiza kwamba aidha waombaji kazi waliofaulu usaili na kupangiwa kituo cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua zao za kupangiwa kituo cha kazi, wakiwa na vyeti halisi, yani origins certificates za masomo kuanzia kidato cha 4 na kuendelea, ili vihakikiwe na mwajiri kabla ya kupewa barua ya ajira. Anaendelea kusisitiza kwamba kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili watambue kuwa hawakupata nafasi au hawakufaulu usaili, hivyo wasisite kuomba kwa mara nyingine nafasi za kazi zitakapotangazwa. Muhimu ni kwamba wanaokuja kuchukua barua za kupangiwa kituo cha kazi wanapaswa kuwa na kitambulisho kwa ajili ya utambuzi. Vitambulisho vinavyokubalika ni pamoja na kitambulisho cha uraia, hati ya kusafiria, kitambulisho cha Mzanzibari mkazi, kitambulisho cha mpiga kura au leseni ya udereva. Sasa ifuatayo hapa chini ni orodha ya watu ambao wameitwa au wamepata kazi katika hizo saili zilizofanyika. Ukiangalia hapo utaona kuna walimu wote walimu. Hii inaonyesha ni orodha ya walimu 99 ni walimu katika madaraja tofauti tofauti na masomo tofauti walimu. Lakini hapo tunaona mteknolojia, labda au mteknolojia maabara 2 ndio tofauti, lakini wengine wanaendelea kwa walimu. Kuna afisa ugavi, lakini walimu na orodha hii imeainisha sasa walimu ndio wamepata kazi kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo nadhani hii ndio orodha ambayo iliyopo, lakini nitaendelea kuleta nyingine nyingi ambazo zinaendelea kufika mikononi mwetu. Tutaendelea kuziposti ili kama utakuwa miongoni mwa watu ambao waliapply hizi nafasi uweze kuona kama umepata. Kama utakuwa na swali lolote au unapata changamoto kujifikia hizi PDF, unaweza kuniandikia kwenye comment hapo au kanicheki kwenye WhatsApp 0765165455. Ninaweza nikakutumia hizi PDF WhatsApp moja kwa moja. Thanks for watching. See you next time with me Teacher D. Bye bye.